Bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele, bila kusahau kulike, kucomment na kushare. Hii ni Umela Media. Dabi ya Kariakoo kati ya Young Africans na Simba bana imezidi kujishikia ukubwa wake Tanzania na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Mechi ambayo wamepiga pale New Amaan Complex imetamatika kwa 0-0, na mchambuzi wa soka George Jobo yeye ameeleza kile ambacho amekiona kwenye mechi hiyo. Na kwanza kabisa kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika ujumbe au uchambuzi wake akisema kwamba wamegawana alama. Tumepata moja kati ya mechi bora licha ya kukosekana kwa magoli kwenye mchezo huu. Maamuzi ya mwalimu wa Simba kuanza bila mshambuliaji halisi wakati nadhani hakutegemewa na wengi, lakini aliwapa Simba faida mbele ya Yanga kwenye eneo la kiungo na pia kugawanya mawazo ya kiulinzi kwa Yanga. Unamkaba nani na hakuna mshambuliaji ambaye anasimama? Hilo ni swali ambalo lilikuwa kwa mabeki wa Young Africans. Ubora wa Oura, Ruemba na Gweye nao ulikuwa shida kwa wapinzani. Hapo bado alikuwa na nyongeza ya Chama kwenda mbele, wakachagua kukabia juu kuongeza pressure zaidi kwa wapinzani. Tatizo la Simba kwenye mechi za Yanga limebaki kuwa lile lile tu la kushindwa kutumia nafasi zao kwenye nyakati ambazo wameshika mechi. Yanga kwa siku ya katika mechi walikosa mchezaji aliyesimama na kuhesabika kwenye eneo la ushambuliaji. Mara kadhaa walizojaribu kwenda mbele hawakuwa na nguvu ya kusumbua safu ya ulinzi ya Simba. Waamuzi wasaidizi wote wawili kwa wakati tofauti wamefanya makosa ya kung'amua mtego wa kotea. Goli la Selemani Mwalimu lilipaswa kusimama kama lilivyo na sio kwa offside, na hata nafasi ya Dube ukitazama na mlinda mlango hakuwa ameotea vile vile. Waamuzi walipaswa kufanya bora zaidi kwenye haya matukio. Na pia Job hajaridhika na namna ambavyo waamuzi wameamua, hasa waamuzi wa pembeni ambao ndo hawa wanamsaidia mwamuzi wakati kuhusiana na hayo matukio mawili. Tukio la Dube ambao ndo lilikuwa la kwanza na tukio la Selemani Mwalimu ambaye alipachika bao lakini likaonekana kwamba alikuwa ameotea na hivyo halikuhesabika kuwa bao. Mwisho wa siku ni kwamba mimi binafsi naamini kwamba hii ni moja kati ya mechi ambazo Simba wamecheza vizuri ukilinganisha na mechi nyinginezo hizo alizowahi kukutana huko nyuma kipindi wakiwa wanafungwa mabao mengi zaidi. Lakini sasa changamoto ya Simba lilikuwa kwenye eneo la umaliziaji, ambapo nakuta kwamba ukija kwa Ruemba yeye alikuwa anatengeneza nafasi lakini anajaribu kupiga mwenyewe bila kuangalia ni mchezaji gani ambaye amefungua basi aweze kumpasia ili aweze kutupia bao. Lakini vile vile tuwezi kuwalaumu pia washambuliaji, inabidi pia sifiwe golikipa Djigui Diarra ambaye alifanya saves kama 2 za maana saves 2 za maana bwana. Na kuna mpira pia ulipigwa kona kapigwa kichwa na Ushan The Rock, lakini mpira ukagonga mwamba wa juu na ukarudi tena ndani. Kwa naona kwamba Simba alitengeneza mashambulizi mengi tu lakini utulivu ndio kitu ambacho kilikuwa kina miss up. Hebu wewe niambie kitu gani ambacho umekiona, kitu gani ambacho unakizungumza? Vipi, bao ni bao au offside? Kama ulitazama mechi niambie bwana hapo kwenye eneo la kutolia maoni hapo. Ujumbe wako nitauona na mambo yote yatakwenda vizuri zaidi.